Anasema amma adhkaru alqurani fatahilu la biqasdi alqurani, ama adhkari ambazo ziko kwenye Qurani, anasema fatahilu, hizo ni halali mtu kuzisoma hata kama ana janaba, la biqasdi alqurani, lakini asizisome kwa kukusudia kusoma Qurani kama tulivyoeleza hapo awali. Wathalithu, jambo la tatu ambalo ni haramu kwa mtu mwenye janaba, ni sawa sawa awe mwanamke au mwanaume, masul mushafi wa habluhu, kuugusa msahafu na kuubeba ni haramu, kuubeba au kuugusa. Sawa. Anasema wa hamluhu min babi aula, ikiwa kuugusa ni haramu, kuuchukua ni haramu zaidi. Sawa. Wa hamluhu min babi aula, ikiwa umekataza kufanya hivi, kuuchukua inakuwa ni haramu zaidi. Kwa hiyo haruhusiwi mtu kuchukua wala kugusa wala kubeba msahafu, isipokuwa kwa dharura tulizozisema jana. Akichelea huo msahafu au hiyo Qur'ani, sawa, akichelea kwamba moto unakuja kuiunguza, na yeye muda wa kutawadha na kutayamam au kukoga ana utakuwa ushaungua, sawa, au ni mshirikina anakuja kuuchukua, atautoa, au anaona ni mtoto anataka kukojolea, atautoa, hata kama ana janaba au ana hedhi au ana nifasi, kwa sababu hii ni dharura. Yani unauepusha msahafu na janga. Ni sawasawa uwe msahafu au juzuu au karatasi au kipande cha nguo kilichoandikwa Qur'ani, vyote vinaingia kwenye hukumu ya msahafu. Isipokuwa nini? Isipokuwa simu kama imewekwa msahafu, tumesema toka jana, hii mwenye janaba anaruhusiwa kushika, kwa sababu hii ni mubarmaja. Qur'ani ya kwenye simu ni mubarmaja, ni barmaja, sio kitu unaweza kugusa hivi. Ile ni programu tu imewekwa, sawa. Kwa hiyo kugusa pale, hata kama una janaba, kwa mfano kuna aya unataka kujua tafsiri yake, au kuna aya unataka ukafungua ile peji ya Qur'ani ukawa unaipeleka juu unarudisha chini, hii haikatazwi. Hii haikatazwi kwa sababu wewe huiti umegusa msahafu, ile ni programu tu. Ile nini? Ni programu. Yaani uwezi ukasema mimi nauchukua huu msahafu kwa mkono ukauchota pale, uwezi. Sisi tumeelewana? Warabi, na jambo la nne, atawafu fardhan au nafla, ni kutufu katika Al-Kaaba, iwe ni tawafu ya fardh au ya sunna. Walkhamisu, na jambo la tano, almukthu fil masjid, ni mtu mwenye janaba ni haramu kukaa msikitini, sawa. Lijunubi muslimin, kwa mtu mwenye janaba Muislamu, illa lidharuratin, isipokuwa kwa dharura, sawa. Mtu mwenye janaba anaweza kukaa msikitini kwa dharura tu. Mfano, mtu alikuwa kajilaza hapa msikitini, sawa, na mwezi wa Ramadhani watu wanalala sana msikitini. Umelala, mara mania imekutoka, ukija kutamaki milango imefungwa, huwezi kutoka, utakaa msikitini. Dharura imekukuta, utafanyaje? Utavunja milango? La, utasubiri wakufungulie, kwa sababu hii ni dharura imekukuta. Au wewe ni muadhini, wewe ni nani? Ni muadhini, lakini ndio una janaba, muda wa kuadhini umefika, hujakoga hujatayamam, wewe ni muadhini,
utaadhini kwa sababu ya hiyo, utaadhini kwa sababu ya hiyo dharura, kwa sababu kuadhini hakuna sharti lazima uwe na udhu. La, adhana sio sharti uwe na udhu, lakini ukiwa na udhu mimbabi aula, ndio nzuri zaidi. Shekhe